Sometimes kwenye maisha tu ya kawaida, mtu ambapo anakuwa anapata anguko au anapokuwa anapata changamoto fulani, basi sio wote ambao huwa wanapenda zaidi au wanafurahishwa na kile ambacho kimeweza kukukuta. Lakini sio wote pia ambao wanakuwa wanachukizwa au wanakuwa wanapata maumivu kama ambayo unayapata wewe. Kuna wengine huwa wanafurahia sometimes mtu anapokuwa anaanguka, na kuna wengine huwa wanakuwa kwenye hali ya huzuni kwamba inakuwaje huyu mtu ameanguka. Kwa hiyo unakuwa na furahia, na kuna wengine wanachukia mapitio yako. Yote haya yapo duniani. Kwa hiyo nafika muda ni kuweza kugundua tu ni watu gani ambao unatakiwa kuweza kuishi nao kwa wakati sahihi, na marafiki gani ambao unatakiwa kuweza kuwachagua kwa wakati sahihi. Sasa kabla hatujafika mbali zaidi na kuweza kukupa historia ya msanii Diamond Platnumz ambayo inaonekana kutrend huko mitandaoni, na watu wake wa karibu ambao yeye aliamini wangeweza kumsaidia, watu wake wa karibu ambao yeye aliamini kuwa wataenda kuwa msaada namba moja, lakini ndio wameenda kuwa maadui na wameanza kumkimbia kabisa. Hapo chini kuna neno subscribe, liguse sasa ili tuweze kujioni kwenye familia hii kubwa ya kiburudani na uweze kupata madini mengi ambayo yamekuwa yakichukua nafasi kwenye game ya Bongo Flava. Let's go. Ikumbukwe ukimtaja msanii ambaye anafanya vizuri sasa hivi kwenye game ya Bongo Flava, basi namba moja lazima utamtaja Diamond, kwa sababu amekuwa ni msanii ambaye anawasaidia wasanii wengi. Ukitaja leo A-list ya wasanii wengi ambao wamekuwa wakifanya vizuri kwenye game ya Bongo Flava, basi asilimia zaidi ya 90-80 wamepita kwenye mikono yake. Mimi nitamtaja Harmonize ambaye sasa amefungua lebo ya Konde Gang na ametoka katika lebo ya WCB. Utamtaja Rayvanny ambaye kwa sasa amemsaini msanii mwingine anaitwa Kush Love, amepita kwenye mikono ya Diamond. Utamtaja Kani Music Mbosso, amepita kwenye mikono ya Diamond. Zuchu pamoja na Divoice wote wako chini ya Diamond Platinum. Sasa ukija kuona kwamba cycle ambayo mchizi amekuwa nayo, unakuja kuona kwamba pengine linapomkuta tatizo lolote, basi watu ambao amewasaidia wangeweza kuwa wa kwanza kuweza kumsupport na kuweza kumwambia kwamba bwana, chukua hichi chote uweze kuinuka, uweze kuendelea na maisha yako. Lakini hii imekuwa tofauti sana na the way ambavyo tulikuwa tunategemea na the way ambavyo matarajio ya watu wengi yalivyokuwa wakichukua hivyo. Sasa watu wa karibu ambao pengine tulitarajia kabisa wangeweza kumsaidia kwenye hii changamoto ambayo anapitia msanii Diamond Platnumz ni Harmonize, ambaye sasa hivi yuko kwenye uba zito sana na mwanadada anaitwa Kajala, ambaye anamsikiliza na kumpa kila kitu ambacho anatamani kuweza kumpa. Ikumbuke wawili hao waliweza kudate na waliweza kuachana zaidi ya mara 3. Kwa hiyo this time around wako serious sana, hawataki kuhakikisha chochote ambacho kinatokea kinaweza kuwavuruga. Kwa hiyo jamaa amekuwa akiweka pesa nyingi sana, akimpatia vitu vingi sana vya kifahari, lakini anasahau mtu ambaye anaweza kumtoa na kuweza kumpa airtime kwenye game ya Bongo Flava ni Diamond Platnumz, ambaye anakumbwa na sakata la zito kinoma la kutofahamu au kujua nini ambacho anatakiwa kufanya sasa hivi, kwa maana kwamba kodi yake wanaomdai kodi kwenye hiyo nyumba wameleta mazinguzi, lakini no one care about him. Kuna mtu ambaye anamzingatia na vitu kama hivyo. Unaweza kujiuliza sometimes, wema ni akiba, lakini akiba yake unaiweka wapi? Ambapo unakuwa unaiweka akiba yako, watu wanakuwa kuzingatia, watu wanakuwa hawakujali kabisa. Sasa ukimtaja pia mtu wa karibu ambaye alikuwa anatarajia kuweza kumsaidia ni Rayvanny, ambaye pia aliweza kuondoka katika lebo hiyo huku akitoa shilingi bilioni 1 ili kuweza kuwa na maisha yake huru kabisa. Lakini kwa sasa jamaa yuko busy na mambo yake, lakini pia amekuwa akizingatia zaidi yale ambayo yanahusu next level music, kwa maana ya kwamba ana sign wasanii wengine, licha ya kwamba amepita Mac Voice pale na hajafanya vizuri. Wengine wanasema kwamba hiki ambacho kinamkuta Rayvanny kwenye lebo zake na wasanii wake ambao wanawasign ni vile laana tu ambazo alizipokea katika lebo ya WCB, kwa maana kwamba aliondoka kwa shari na kuweza kuondoka peace kwa Diamond Platnumz, na wengi wakawa mtuhumu kwamba jamaa alikuwa anawafanyia vitu ambavyo sivyo kabisa, kwa maana ya kwamba alikuwa anapatia bad treatment, kwa maana kwamba pesa nyingi ambayo walikuwa wanaipata wasanii inaenda kuishia kwenye lebo, kwa maana kwamba wao wanachukua asilimia chache kuliko kile ambacho wanakipanda kwenye muziki. Story hizi zikawa kubwa zaidi, pia zikaanguka kwa msanii Harmonize, ambaye pia alisha kuzungumza na kusema kwamba anadaiwa pesa nyingi sana pale, kanadai lebo ya WCB pesa nyingi kutokana na nyimbo ambazo amekuwa akizifanya, lakini pia kuja kuangalia mafanikio ambayo amekuwa akiyapata, lakini
anapata asilimia chache sana. Sasa hii kitu ambacho kimetokea, Diamond kinamfanya aone sasa kama haamini kabisa ambacho anakiona, kwa sababu alitegemea kuwa na ndugu na marafiki wengi wa karibu ambao pengine wangeweza kumsaidia kwenye hii changamoto ambayo anaipitia kwa sasa, lakini hakuna hata mmoja ambaye anaonekana kukea kuhusu changamoto zake. Haamini anachokiona kwa sababu imefika muda ambao si sahihi, muda sio rafiki, kwa maana kwamba anayopitia ni magumu, lakini wakati wake ni mgumu pia, kwa sababu pesa saizi imekuwa ngumu. Ukizingatia muziki wake umeanza kushuka, watu waende kutazama video zake, waende kuangalia ngoma zake, mpaka afanye matangazo ndo hivyo aweze kupata watazamaji. Sasa mashabiki pia wanasema kwamba, si ulikuwa wanasema kwamba wewe ni msanii mkubwa, sasa kwa nini unapitia hizi changamoto ambazo hata wasanii wadogo wanakuwa wanazipitia? And of course matatizo huwa hayanaga muda, matatizo huwa hayanaga hodi kwenye ambapo yanatamani kuweza kutokea. Sasa watu wengi pia wanadai Diamond haiko sawa na wasanii wake ambao tayari wameshaondoka kwenye lebo hiyo. Ukimtaja Harmonize sasa hivi wako kwenye bifu zito. Unakuja kuangalia siku Harmonize alishawahi kupost kwenye page yake ya Instagram akisema hataki kutajwa kuwa chini ya Diamond. Sasa hivi anataka kutajwa, wakati wasanii ambao wanafanya vizuri Tanzania na ni wasanii wakubwa, hataki kutajwa kwamba yeye yuko chini ya Diamond, kwa sababu kitu hicho ni kama kinamdidimiza, kitu hicho ni kama kinamwandamine, kwa sababu yeye anaamini sasa hivi ni miongoni mwa wasanii wakubwa zaidi ambao wanatakiwa kuweza kupewa muda na kuweza kupewa airtime. Vigezo vyake ambavyo amekuwa akivitaja, anadai kwamba yeye ndo msanii pekee kutoka Tanzania ambaye anamiliki ngoma za Kiingereza, ikimaanisha single again, influencer, na ngoma zingine kali ambazo amezifanya Harmonize, mfano Outside, Fall in Love na ngoma kama hizo ambazo yanadai kwamba zinastahili yeye kuwa mfalme wa Bongo Flava kwenye uandishi pia wa kuandika hits za Kiingereza hapa Tanzania. Wewe shabiki ambao umekuwa ukimfuatilia Harmonize, unaweza kaangusha comment yako. So kinachopitia Diamond Platnumz kwa sasa ni issue ya kutokuweza kulipa kodi katika nyumba ambayo anakaa. Kumbuka wasanii wanakaa kwenye nyumba ambazo wanalipa kodi nyingi, kwa maana kwamba zaidi ya $20,000, $10,000, kwa hiyo milioni nyingi sana ambazo wanataka kuweza kuzilipa. Sasa changamoto kubwa ni hii ambapo jamaa anapitia kwa sasa, hawezi kufanya malipo ya hiyo pesa, na huku kiangalia ndugu zake wa karibu na watu wa karibu wameanza kumtenga. So mchizi anapagawa, haamini ambacho hiki anakiona kwa sasa. Alitegemea apate msaada, alitegemea apate marafiki wa karibu ambao pia walikuwa nao kwenye shida na raha, lakini kwenye shida tu marafiki ndugu wote wameweza kumkimbia. Big shout out kwa wewe ambao umeitegea na kutazama Chris Media 24. Nikukumbushe tu usipite bila kusubscribe, kisha join kwenye familia hii kubwa kwa ajili ya kuweza kupata taarifa zingine zote ambazo zimekuwa zikichukua nafasi hapa Bongo, lakini pia hata nje ya mipaka ya Tanzania. Usiache ku comment, subscribe.